ikiwa ikifika saa 12 baada ya salati al-maghribi, mikeka yote unakutanisha tandiko barabarani, watu wanakuja wanafuturu na kila kitu. Hata kabla ya iftari, hata kabla ya iftari, ukikuwa ukipita tu Buyenzi utasikia tu rehe ambazo zinavonukia. Unajua kama kuna jambo, Waswahili wana jambo lao au Waislamu wana jambo lao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena tukiwa na mzee wetu Sheikh Makangira. Karibu sana katika chaneli yetu ya Nurul Qalbi TV. Asante sana. Leo sitaki nikuongeleshe sana wala nikuulize maswali mengi. Naam. Lakini leo ningependa tuongelee hali ambayo ilikuwa ni hali halisi ambayo tulikuwa tumeizoea hapo nyuma kidogo au zamani kidogo. Hali ambayo ni nyumbani tulikuwa tukiiona enzi zetu tukiwa wadogo vile vile. Hata nyie na imani udogoni wenu mlipata hiyo hali, ipo mpaka wakati mmekuwa mkaipata. Na vile vile ikafikia kipindi ikakatika ile hali, ikakosekana kabisa. Na hali yenyewe ni hali ambayo ilikuwa inapenda kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nakumbuka nilikuwa naona hasa kama nyumbani kwa mfano pakifika magharibi, kabla ya magharibi wanatandika ile mikeka pale barabarani, wanaandaa mazingira. Baada tu ya swala ukitoka kuswali unapata kuna makulati pale, alafu watu wanakuja kula kwa wingi, mashallah, unapata ile raha fulani vile. Nikikuuliza wewe kama mkubwa wangu, hali kama hiyo kipindi hicho wewe ulikuwa unaiona aje? Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Hiyo hali kwa kweli, hiyo hali imejiri, hali ya iftari ya zamani gisi ilivyokuwa. Mwezi wa Ramadhani ukifika watu wanafuturu kwa pamoja. Ni kweli kabisa hiyo hali imejiri, mimi kwa ngaliki mdogo. Hiyo hali imejiri ni kutokana na wazee wa zama hizo. Kuna mazingira fulani walitengeneza kutaka kuunganisha Waislamu wawe kitu kimoja, kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchangia, mwezi wa watu kwa pamoja, mwezi wa kufanya ibada pamoja na kila kitu. Kwa hiyo swala la iftari likajitokeza, hasa mji wetu wa Buyenzi ikawa ni maarufu sana. Maanake ilikuwa kama Yesu alivyosema, ikiwa ikifika saa 12 baada ya salati al-maghribi, mikeka yote unakutanisha tandiko barabarani, watu wanakuja wanafuturu na kila kitu. Hata kabla ya iftari, ukikuwa ukipita tu Buyenzi utasikia tu rehe ambazo zinavonukia. Unajua kama kuna jambo, Waswahili wana jambo lao au Waislamu wana jambo lao. Na kweli baada ya salati al-maghribi watu walikuwa wanatandika mikeka yao, wanafuturu barabarani. Wanamume walikuwa wanafuturu barabarani, uwani ilikuwa ni wanawake. Na hiyo hali ilikuwa ni hali nzuri sana, ambapo watu wote maisha hayako sawasawa. Kuna wale ambao walikuwa wanapita na kweli hawana manyumbani iftari kwao, lakini kutokana na watu wameweka iftari barabarani, watu walikuwa wanakuja, tafadhali shekhe, pita hapa kwanza upate kabla utafika nyumbani. Na ilikuwa linasaidia sana, na watu wanachangia na wanapendana na kila kitu. Ikawa mpaka hata ambao sio Waislamu, kutokana ule majumua walikuwa naiona Waislamu kuchangia pamoja barabarani, ikaleta picha nzuri, na wao wakawa wanakuja kujumuika na Waislamu, na baadhi ya wengine walisilimu kutokana na zile hali. Kwa hiyo ile hali ilikuwa ni hali nzuri, ambayo ni hali ilikuwa inazidisha mapenzi ya watu, na watu kweli wakapendana kutokana na ile kitu. Na halikuishia hapo. Hata siku ya Eid, kwa kifikia siku ya Eid hawaachani kwa sababu Ramadhani imeisha, na siku ya Eid wanakaa pamoja, wanachangia, wanakula kwa pamoja na kila kitu, kwa kutaka muungano wa Waislamu na wa jamii ya watu wa Kiislamu na watu wa Buyenzi ulikuwa uko kitu kimoja, na mapenzi yako yanaonekana. Na hata kama hapa kwenu nyewe mnaftari, shehe fulani au mzee fulani mshazungumza tayari, mambo yatakuwa sawa sawa, wala usina wasiwasi. Kwa hiyo palikuwa paonekane kama kuna mpasuko, palikuwa paonekana kama kuna muunganiko.
ni tofauti na zama zetu hizi ambazo tuko nazo, hizi zama zetu ambazo sijui Allahu yaalam pameingia kitu gani. Zama hizo unaweza ukawa umeshinda na somo Sheikh ukakosa iftari kabisa kabisa. Kwa hiyo kwa zile zama ilikuwa kasali magharibi hujafuturu mpaka la isha na tarawih kabisa. Kwa zile zama ilikuwa haiwezekani kwa sababu iftari ilikuwa iko barabarani. Ilikuwa iko barabarani kabisa, maana yake utafuturu namba 1 2 mpaka mwisho wa 0. Iftari ilikuwa barabarani. Lakini unajua mabadiliko kwa sababu miaka inakuwa na panakuwa mabadiliko, mchanganyiko wa watu. Nyumbani kunapatikana vurugu, watu wakatoka huku wakahamia huku, wengine wakatoka huko. Sasa pakawa ule mfumo ni kama vile unaenda unabadilika. Wakaja watu wako na akhlaki zingine vizazi vipya na wengine hawataki hata kuchangia na watu. Kwa hiyo kama zama zetu hizi ni mtihani sana, ni zama zile za kuchunguza mwenzangu kaleta nini. Ameleta mihogo, ameleta maboga, ameleta mahole. Mimi nitakuwa naleta nyama kila siku, haiwezekani. Sasa huyu mwenyewe utaanza kumnyanyasa kwenye futari yake ameileta. Ataona tu afadhali mimi baki na futari yangu, hata kama ni ya maharage na mihogo, nile ninayo mimi na watu wangu, kuliko ni wewe kuninyanyasia futari yako. Ndio maana unaona watu siku hizi wanakuwa kila mmoja anakula na ndugu yake na watu wake ndani kwake na sahani yake, hata kuchangia na wengine. Hiyo ndio hali yenyewe inajika kwa wakati wetu, na sio hali nzuri kabisa. Sio hali nzuri kabisa, kwa sababu kuna rehema fulani inatoka. Sababu ule wakati wa wazee palikuwa pako rehema fulani na watu walikuwa wanahurumiana, lakini kwa wakati huyu ukitaka ulale njaa, yeye ana habari ulale nitajijua, afanyi kazi sijui hivi. Maneno yanakuja, maneno mengi ambayo ni maneno ya kebehi, ambayo sio maneno mazuri, na hayo maneno yakitoka yanakuwa hayaleti rahma. Sababu Mwenyezi Mungu anataka watu waungane. Watu wakiungana wakiwa pamoja, hata kwenye chakula tu, na chakula tumezungumza kitu kwa muda mdogo. Sio kusema tutakaa na vyakula siku 3 au siku 4, hapana. Ni unakula leo na kesho imemalizika, unahitaji kingine tena kabisa. Naam. Basi ningependa sasa ugusie sehemu ya mwisho katika kikao chetu hiki. Naam. Yani ni funzo gani tunaweza kupata katika maisha ya kale au ni nasaha gani unaweza kutupatia, tunaweza kuishi labda katika huu mwezi ambao natukujia, kama tunaweza tukajaribu tukapewa nasaha, tukaona kama tunaweza tukarudisha ule menendo, itakuwa bora zaidi. Sasa nilikuwa naomba insha Allah katika kuhitimu kikao chetu hiki, ni nasaha gani unatupea kutokamana na maisha yaliyopita, gisi watu tulikuwa tunafikiria kwa pamoja. Ni vipi tunaweza kujishika katika mwezi mtukufu ujao huu ambao unatukabili? Kwa kweli kuweza inawezekana. Kurudi kuwa kama vile gisi walizole walikuwa inawezekana, lakini watu watakasi nafsi zao. Tatizo linakuja kwenye nafsi. Nafsi ikisharibika na mambo mengine hayaendi sawa sawa. Kutakasa nafsi ya mwenzako, yani kutakasa nafsi yako, umuone mwenzako kama ni ndugu yako. Usimuone mwenzako kama ni kidudu, au usimuone mwenzako mbona mimi ananilalia sana. Sawa? Baki ile imani ya mapendo, upendo irudie. Hilo jambo litawezekana. Lakini kama ile imani ya upendo hakuna, kurudia itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana, kwa sababu kwanza nyakati zetu hizi wanasema nyakati za utandawazi au nyakati za mtandao. Sasa kila kitu kinakuwa kiko waziwazi. Maana watu hata tunaweza kusema hata akhlaq ni kama vile imepotea fulani. Heshima imepotea, watu wanakuwa tena waheshimiani na kila kitu. Mtu anaweza kuwa ndio ni ndugu yako, lakini kuna futari labda ya maharage, labda kuna futari ya mihogo, labda kuna futari ya nini. Zungumza naye tu vizuri, kaa naye pamoja. Jamani, mwezi wa Ramadhani unakuja, lakini tufutulie pamoja. Unajua wanaume wakikaa pamoja wanamwaga jambo kabisa. Bwana ndugu yangu, sisi tunajua na uwezo sisi tulivyo. Mimi alhamdulillah niko vizuri kidogo, na usijali. Wewe leta kile ambacho utakuwa unacho, na mimi nitaleta inshallah kile kiko nacho. Tuone kama huu mwezi wa Ramadhani utapita vizuri. Ni mwezi wa baraka, mwezi wa fadhila, mwezi wa mambo mengi sana. Baraka nyingi sana ziko mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mkifanya hilo jambo linawezekana. Watu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mnafanya hilo jambo na linawezekana. Kama nilikuwa na mfano, nilikuwa najifikiria mfano mmoja, kama wazee wa mtaa mzima wakikaa chini wasema na yeye mwezi wa Ramadhani tunafuturia kila mtu ndani. Hapana, tufuturie barabarani. Tunafanyaje? Tuchukue mfumo gani ili tuende pasipo katokea tatizo katikati? Kwa sababu siku hizo watu wanachunguzana sana kabisa. Kula maharage yana mawesi,
unakula hivi mambo kama vile hayo. Sasa ule mwenye kitu chake tasikia roho inauma, hata jisikia vizuri. Kwa hiyo inawezekana ni watu kwanza watakase nia zao, waaminiane na watu wengine. Mashaallah, yote inawezekana. Ndio maana nikasema kwa sababu Ramadhani tunafunga tuko hapa, lakini tungekuwa tuko nyumbani tungejaribu. Mimi nakuja kukuita aiba na ndio tufuturu nyumbani na wewe kiwezekana barabarani ndio tunatandika kabisa, jamani tayarini, njooni mfuturu. Sawa, hilo jambo sio jambo lipya, ni jambo la zamani, lakini ukilianza hivyo kwanza watu wanakushangaa, hawana wanataka kujionesha, hawana. Hapana, Uislamu ni kitu tena, ni kitu chepesi, ni kitu chenye kirahisi sana, lakini ukitaka wewe mazito kwa mazito kama Bani Israeli. Na mashallah, asante sana, tunakushukuru kwa nasaha yako. Na insha Allah na imani wafuatiliaji tuwe na moyo wa kusikiliza vile vile tena wa kuweka katika matendo. Huenda insha Allah jambo hili kama gisi mzee wetu alituambia ni lepesi mno. Familia 2-3 wakikusanyika sehemu moja italeta ile sura tena na ule mwonekano tena utaanza kurudi. Kwa basi insha Allah tunakushukuru sana na tuseme Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tufike katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya kuwa tukiwa na hali nzuri, afya tele, yani tukiwa na nguvu kabisa za kuweza kufanya ibada tofauti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafaqaka Allah. Amin. Ungana nasi kujifunza, kueneza na kukuza Uislamu. Nurul Qalbi TV, nuru ya moyo wako.